Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana, Shemalon Fondo hivi sasa amerudi tena upya katika lada za Simba. Kama unavyojua huyu bwana alikuwa ni beki wa Simba, beki ambaye kwa muda mwingi wana Simba walikuwa wanamtumia katika mashindano ya ligi kuu pamoja na klabu bingwa barani Afrika. Alikuwa anaonyesha barani, beki ambaye alifanya baraa kubwa pale nyuma katika ukuta wa Simba, akiwa yeye Shemalon Fondo na Enoch Inonga Baka. Bwana, huyu ni beki ambaye kwa hivi karibuni ameonekana akiwa anacheza katika timu yake ya Kameruni. Watu wengi hawakuzania kwamba anaweza kuingia katika kikosi cha Kameruni. Kama unavyojua, Kameruni ina wachezaji wengi ambao wanacheza Ulaya na baadhi yao wanacheza katika timu kubwa huko Ulaya, lakini Shemalon ambaye hapa Tanzania watu wengi walimdharau, na pia hata jinsi alivyoondoka Simba watu wengi walijiuliza ameondokaje ukuta wa Yeriko, ukuta ambao ulikuwa ni ukuta chuma, imekuwaje ameondoka kirahisi. Hivyo viongozi wa Simba kwa hivi sasa wamerudi tena mezani na kuongea na beki wao huyu wa zamani Shemalon Fondo kwa nia ya kumrudisha upya katika timu yao ya Msimbazi. Bwana, kama unavyojua bwana, kocha Steve Barker amekuja anakuambia kama katika eneo la ulinzi anahitajika mtu wa kazi, anahitajika mtu ambaye anaweza akaivusha Simba kutoka eneo moja na kwenda eneo jingine. Hivyo uongozi kwa hivi sasa wako bize kumalizana na Shemalon Fondo, mchezaji wao wa zamani, lakini sio kirahisi kumchukua kwa sababu kwa hivi sasa Shemalon anakipiga katika timu ya Usman USM Alger ambayo inashiriki ligi kuu ya pale Algeria, na vile vile ni muhimili katika timu hiyo, anaanza kikosi cha kwanza. Hivyo wao kumwachia sio rahisi, ni ngumu, lakini Simba wameweka bato hiyo wa kumtaka mchezaji huyo wa zamani. Waona kwamba wana ushawishi, wanaweza kumshawishi Shemalon na akakubali kurudi kuitumikia tena timu yake ya zamani. Kama unavyojua bwana, Tanzania alikuwa na mashabiki wengi, alikuwa na watu ambao wanapenda staili yake ya uchezaji, japokuwa wengine walikuwa wanampinga bwana ukuta wa Yeriko, lakini uongozi kwa hivi sasa uko katika hatua za mwisho kabisa kumalizana na beki huyu, wakati ambaye alikiwasha kweli akiwa na timu hiyo ya Simba. Kwa hivi sasa wana Simba wenyewe wanasema kwamba Shemalon Fondo ni beki mzuri kwa sababu wamemtazama katika mashindano ya AFCON na alikuwa anapambana kweli katika mechi zote ambazo alizokuwa anacheza, alikuwa anaonyesha ana kitu gani. Hivyo baadhi ya mashabiki pamoja na wadau wa soka wameunganika na kusema, kila mmoja amekuja na maneno yake, wengine wakisema kwamba Simba walifeli, Simba walikurupuka. Shemalon Fondo bado ni mchezaji ambaye alikuwa ana uwezo mkubwa wa kusaidia Simba kuvuka katika eneo moja na kwenda katika eneo jingine, lakini sio mabeki ambao kwa hivi sasa ni mabeki wa kawaida. Kama ameondoka Inonga, basi Shemalon angebaki aendelee kuendeleza gurudumu la Simba, aifanye Simba iendelee kuwa na ukuta mgumu, ukuta wa Yeriko, ukuta ambao watu wengi walikuwa wanafurahia kuuona kwa sababu walikuwa na nguvu kubwa sana ya kuzuia katika ukuta huo wa Simba. Lakini kuna mashabiki hapa wamekuja wameandika komenti zao. Kuna huyu bwana Said Ali mwenyewe anasema kwamba Shemalon alionekana kama ameisha, lakini ni kocha alikuwa anashindwa kumtumia. Shemalon ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi, ana uwezo mkubwa wa kukaba, alikuwa yeye acheze kwa sifa kama Inonga, alikuwa anacheza mpira ambao kila mmoja anapenda kuuona. Lakini pia hapa bwana, kuna Ezekiel Juma amesema kwamba Shemalon Fondo ni mchezaji ambaye bado ana uwezo mkubwa, hivyo kama Simba kweli tuko serious tunamtaka huyu, basi tujipige tukamlete, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimependa kumuona jinsi anavyocheza katika timu yake ya taifa ya Kameruni. Alikuwa anacheza vizuri, amepambana kweli, amepambania timu yake, japokuwa hawakuweza kwenda mbele zaidi, lakini kwa pale alipofika Shemalon na mpira ambao ameuonyesha, hata mimi hapa natamani tena arudi Simba, maana kuna baadhi ya mabeki pale wamekuja kwa sifa nyingi, lakini kumbe ni pacha, ikiwemo bwana Rushaina Daroki. Kumbe amekuja kwa jina kubwa, lakini ana pancha nyingi, na ndio maana Tamame Rodio alikubali kumwachia kiurahisi mchezaji mzuri kama Rushaina. Lakini angekuwa hana mapancha, anazasizani kama Melody kweli wangekubali kumwachia. Lakini vile vile hapa kuna bidada pia ameandika komenti yake bwana, anaitwa Maria Ezekiel. Huyu bwana ameandika kwamba Shemalon Fondo ni mchezaji ambaye tunamhitaji arudi Simba kwa sababu mapungufu makubwa katika safu ya ulinzi ya Simba ambayo yanaonekana kwa hivi sasa, lakini akirudi Shemalon ana uwezo mkubwa kuibeba timu kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Bwana, watu kibao wamekuja kuandika hapa maoni yao, lakini kila mmoja ana jinsi ambavyo anatazama yeye itakuwaje katika maoni yake na kuhusiana na mchezaji huyu bwana Shemalon Fondo. Kama unavyojua bwana, Shemalon Fondo alikuwa ni
mchezaji ambaye ni tegemezi katika timu ya Simba. Hivyo mashabiki ndio maana kila mmoja anakuja anaandika komenti yake jinsi anavyojisikia kuhusiana na huyu beki Shemaloni Fondo, kwa sababu ameona wakiwa na uwasha mwingi katika timu yake ya taifa ya Cameroon. Lakini sio rahisi kwa uongozi wa Simba tena kuja kumrudisha Shemaloni Fondo ambaye anatumikia katika timu ya USM Alger, ambako kwenye USM Alger yuko na kocha wake wa zamani bwana Benchika yuko USM Alger kwa hivi sasa. Kwa hiyo anajua kumtumia Shemaloni Fondo kwa sababu ashaye kufanya naye kazi hapa Tanzania, hivyo hata kumwachia kwake itakuwa ni vigumu, sio rahisi kama baadhi ya watu wanavyozani au viongozi wanaofikiria wanaweza kumpata Shemaloni kirahisi. Lakini bwana, ushawishi upo mkubwa kutokana na kwamba bosi wa Simba Mo Dewji ana uwezo wa kuvunja kibubu na kumrudisha beki huyu wakati ambaye anaweza kaisaidia Simba katika mashindano ya kimataifa. Bwana, Simba katika mashindano ya kimataifa mpaka hivi sasa ana pointi 0 katika mechi mbili, amepoteza mechi zote mbili, ya nyumbani na ugenini, hivyo anataka arudi tena upya katika mashindano ya kimataifa. Tarehe 23 ana mechi dhidi ya Esperance de Tunis, mechi ambayo ataanza kucheza huko Tunisia, na mechi ya pili atakuja kucheza Dar es Salaam, hivyo wanabidi watumie nguvu kubwa ili waweze kuona wanarudije katika mashindano ya kimataifa, na ndio maana wanataka waanze kufanya usajili ambao utafanya timu iwe strong, timu iwe imara katika kupambana na timu yoyote kila eneo lile la uwanja. Na ndio maana wameona kabisa sehemu sahihi kwa hivi sasa ni kwenda kuongea na beki wao wa zamani ambaye waliachana naye kwa mambo ambayo hayakuwa na mshiko wowote. Na ndio maana mashabiki mpaka hivi sasa hata ukija ukiuliza kwa nini Shemaloni Fondo aliachwa na uongozi wao, kila mmoja hana jibu la kukupa. Baadhi tu wengine watasema kwamba labda Shemaloni alikuwa na tabia sio nzuri, au kuna bifu ambayo ilikuwa inaendelea kati ya uongozi pamoja na Shemaloni Fondo. Lakini kwenye swala zima la uwezo, Shemaloni alikuwa anaonyesha kwamba ana uwezo uwanjani. Kuna baadhi ya matukio ambayo alikuwa anayafanya Shemaloni Fondo uwanjani, ulikuwa kila mtu mpenda soka au mpenda burudani alikuwa anapenda. Na ndio maana kama unavyokumbuka kati anakuja, hata msemaji wa Simba Ahmed Ally alisema kwamba huyu bwana ni ukuta wa Yeriko, akiwa na maana kwamba ni mchezaji mgumu kupitika katika eneo hilo la nyuma. Huyu ni Shemaloni Fondo bwana. Lakini vile vile kuna baadhi ya wadau na wapenda michezo wengi hapa Tanzania na barani Afrika wanasema kwamba Shemaloni kwa hivi sasa ameshapanda kiwango. Sidhani kama kweli atakubali tena kurudi Tanzania. Shemaloni kwa hivi sasa anaweza kwa sababu zake ni kupiga kwenda mbele. Kama unavyojua katika mashindano ya AFCON Shemaloni amecheza na wachezaji ambao ni wakubwa katika timu yake Cameroon, ambao wanacheza timu kubwa huko duniani. Kuna wanaocheza mpaka Manchester United na baadhi ya timu nyingine kubwa kote duniani. Hivyo hata yeye Shemaloni lazima anaweza kawa amekaa na wachezaji au kuongea na mawakala wao jinsi gani ya kumsaidia ikiwezekana atoke nje ya mipaka ya Afrika. Ndio maana watu wengi wanaona kwamba itakuwa ni ngumu Shemaloni Fondo kurudi tena kucheza katika timu ya Simba. Lakini bwana, unajua hakuna kitu ambacho kinashindikana katika jua au katika ulimwengu huu, hakuna jambo ambalo linashindikana. Lakini tusikuache mbali, wewe mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda burudani, unaonaje juu ya swala hili la Shemaloni Fondo kurudi Simba? Inawezekana au haiwezekani? Au uongozi wa Simba ulifeli wapi juu ya kumwacha bwana Shemaloni Fondo? Unaruhusiwa hapo kucomment, kulike, kusubscribe pamoja na kushare katika peji yetu ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku.